Karibu tena kwenye safari ya kumjenga kijana bora. Leo nataka nikuulize swali. Ulipokuwa mdogo ulitamani kuwa nani? Daktari, rubani, mwanamuziki au mcheza mpira? Na leo ndoto hiyo bado ipo au ilipotea njiani? Kwa nini ndoto nyingi za vijana huanza zikiwa kubwa lakini baadaye hupotea kimya kimya? Hebu tusikilize simulizi hii. Katika darasa la kidato cha pili, mwalimu aliwaambia wanafunzi waandike ndoto zao. Mariamu aliandika nataka kuwa daktari. Joseph aliandika nataka kuwa mhandisi. Kevin aliandika nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Miaka 5 baadaye walikutana tena. Mariamu bado alikuwa akipambana kuelekea ndoto yake. Joseph alikuwa amekata tamaa baada ya kufeli mara moja. Kevin alikuwa anabadilisha ndoto kila baada ya miezi michache. Mwalimu wa zamani alipokutana nao, alitabasamu kwa kuwaona, kisha akasema, ndoto hazifi kwa sababu ya ugumu. Hufa pale mwenye ndoto anapoacha kuziamini na kuzifanyia kazi. Ukweli uliojificha ni huu: vijana wengi hawakosi ndoto, wanachokosa ni mpango. Ndoto bila hatua ni tamanio. Hatua ndogo zinazojirudia kila siku ndizo hujenga mafanikio makubwa. Katika dunia leo, vijana wanaona watu wakifanikiwa kupitia mitandao, lakini mara nyingi hawaoni miaka ya kujifunza, kushindwa na kujifunza vilivyotangulia mafanikio hayo. Mitandao huonyesha matokeo, maisha halisi huhitaji mchakato. Mtazamo wa saikolojia ni huu: watu wanaweka malengo madogo na kuyatimiza, huongeza kujiamini hatua kwa hatua. Elimu shuleni inaweza kukufundisha masomo, lakini kujiamini ni somo unalohitaji kujifunza wewe mwenyewe. Teknolojia inaweza kukusaidia kujifunza, lakini pia inaweza kukuibia muda kama huitumii kwa malengo. Tulifika katika shule moja na tukauliza vijana maswali. Tuliwauliza, ni kitu gani kinachowafanya wakati tamaa haraka? Majibu yalikuwa ni kama hivi: nikifere mara moja siwezi kurudia tena. Nikiona wengine wamefanikiwa kunizidi huwa nakata tamaa. Nikikosa mtu wa kunitia moyo huwa nakata tamaa. Lakini ukweli ni huu: kila mtu anayefanikiwa amewahi kukata tamaa. Tofauti ni kwamba hakukaa kwenye kukata tamaa. Leo jiulize, ni ndoto ipi ambayo niliiacha kwa sababu nilihisi imekuwa ngumu? Je, unaweza kuianza tena? Kila ndoto kubwa huanza kama wazo dogo. Kinachofanya iishi ni nidhamu ya kila siku. Usiogope kuanza kidogo, ogopa kuacha kabisa. Hidden action. Wiki hii andika ndoto zako 3 muhimu. Kisha andika hatua moja ndogo utakayochukua ndani ya siku 7 zijazo kuelekea kila ndoto. Usisubiri Jumatatu, anza leo. Kama umeondoka na somo moja tu leo, liweke kwenye kikuba chako cha maisha. Ndoto hazitimizwi kwa kutamani, inatimizwa kwa hatua ndogo zinazojirudia kila siku. Usisahau. Kama ungepewa nafasi ya kuzungumza na wewe miaka 5 iliyopita, ungejishauri usiache ndoto ipi na kwa nini? Asante kwa kuwa nami. Usikose kile Jumamosi kufuatilia safari ya kumjenga kijana bora. Wiki ijayo tutazungumzia kuhusu adui ambaye vijana wengi hawamuoni. Sio masikini, sio vipaji. Ni jambo linalowafanya waamini bado wana muda mwingi. Tutazungumzia kuhusu kwa nini nidhamu ni muhimu kuliko kipaji. Kwa sababu vipaji vinaweza kukufanya uanze vizuri, lakini nidhamu ndiyo itakayokufikisha mwisho wa kutengeneza caption nzuri ya Instagram. Kutoka Hidden God Insight, mimi ni Ada Iligo.